Kitabu cha Mwanzo pale, takatusome neno la Mungu kwa ufupi. Sura ya 6 mstari wa 8 inasema, kuanzia mstari wa 6, Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Mstari wa 8, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kila mmoja sema amen. Sema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Haleluya. Mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu ameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Mstari wa 14, jifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na vyumba ndani ya safina, afunike ndani na nje kwa rami. Hivi ndivyo utakavyofanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wa safina, mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanye safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono moja, ukautie mlango safina katika ubavu wake, ukafanye dari 3, ya chini na ya pili na ya 3. Tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili, na pumzi ya uhai kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Fungua sauti yako, sema amen. Biblia inasema Mungu aliona wakati ule wa Nuhu watu wameharibika, akafanya maamuzi. Anasema, nitaiharibu dunia, nitaua kila chenye mwili kilichoko juu ya dunia, wanyama na ndege na vitu vinavyotambaa. Baadaye tunasoma Biblia inasema wakati Mungu anaamua haya, inasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Na Nuhu kwa sababu amepata neema, Mungu akamwambia Nuhu. Hebu sema, Mungu akamwambia Nuhu. Tuseme wote, jifanyie safina, ambayo hiyo safina itakuwa urefu mikono 300. Sema amen. Mikono 300, unajua hivi ni mkono mmoja hatua. Kwa ni sawa na hatua 300. Kwa jengo la hatua 300, mita 300. Kama kutoka hapa mpaka kule Lemera kanisani, mita 300. Kwa kuwa Nuhu amepata neema, Mungu anamwambia ajenge safina. Hebu niangalia, wengine wote dunia nzima hawakupata neema. Kupata neema ni kupata kibali, Mungu akuone wewe unafaa aongee na wewe. Kupata neema ni kuidhinishwa uondolewe roho ya mauti juu yako. Wengine wote Mungu aliwahukumu watakufa na gharika, ila Nuhu aliondolewa miongoni mwa wale wanaokufa kwa maji. Ina mikono juu. Tafadhali naomba tuende pamoja. Kule nyuma kule kuna watu hatuko kanisani bado. Sema, Baba, ondoa roho ya mauti juu yangu. Wale wanaoidhinisha kufa mapema, naomba uniondoe mimi, nipate neema machoni pako, niweze kuishi katika jina la Yesu.
Piga makofi yanayosikika. Piga mikono. Kupata neema maana yake watu wamepigwa alama ya kuuawa kwa gharika wote kasoro Nuhu. Nuhu tu. Imagine dunia yote Mungu amehukumu wote kifo kasoro Nuhu akapata neema. Kwa kuwa Nuhu amepata neema, sasa ukipata neema maana yake Mungu anakuondoa kwenye kuangamia, anakuweka kwenye kuishi na kufanikiwa. Wewe unaniona sasa hivi, naomba Mungu akuondoe kwenye kuangamia, akuweke kwenye kuishi na kufanikiwa kwa jina la Yesu. Usiangamie. Una mikono juu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ondoa roho ya kuangamia. Roho yoyote ya kuangamia iondoe juu yangu katika jina la Yesu. Naomba makofi makubwa, naomba makofi yanayosikika. Kuanzia mchana wa leo roho ya mauti imeondolewa juu yako. Waliopiga makofi wataishi miaka 150. Piga kelele kubwa, sema amen. Nimeongea hiyo imetoka mbinguni. Roho ya mauti imeondolewa juu yako. Hautakufa kwa ajali barabarani. Hautakufa kwa risasi za maandamano. Hautauawa kwa uchawi wa watu wanaoroga. Mbona useme amina yenye afya ili neno likamate maisha yako? Inua mikono juu kabisa. Piga makofi mazito makubwa sana yenye nguvu. Kuanzia leo umepata neema kama Nuhu. Umepata neema kama Nuhu. Umepata neema kama Nuhu. Naona hujanielewa. Umepata neema kama Nuhu. Wanaoroga hawatakupata. Wanaoanga hawatakupata. Wanaotoa kafara za Freemason hawatakupata wewe. Mtu mmoja kapiga kelele sema amina yenye afya. Haleluya. Ukipata neema gharika haikumezi. Nimesema ukipata neema. Ndio maana Nuhu alipata neema, wote waligharikishwa. Kasoro nani? Wewe ndio Nuhu wa leo. Wewe ndio Nuhu wa Tanzania. Wewe ndio Nuhu wa Mwanza. Sema amen. Sema amen. Leo naichanganya damu yako. Naweka upako wa Roho Mtakatifu ndani ya damu yako. Sumaku za kuzima zitakukamata. Minyororo ya kuzima itakushika. Mapepo ya Kisukuma na Kihaya na Kijita hayatakamata maisha yako kwa jina la Yesu. Mizimu ya ukoo wa kwenu haitakugarikisha wewe. Kuna watu hawajanielewa jamani. Kila gharika itokea kuzimu. Kila gharika iliyoandaliwa na wachawi. Kila gharika Freemason. Kila ugonjwa ulioandaliwa, natangaza leo hautakamata maisha yako kwa jina la Yesu. Wewe utapita kwa jina la Yesu. Nipungie mikono miwili useme amina, amina, amina. Maneno haya yakukamate. Makucha ya shetani yasikushike. Makucha ya washawi yasikushike. Upate neema kama Nuhu. Ina mikono yako. Acha kuangalia mtu mwingine, niangalie mimi. Sema leo napokea neema kama Nuhu. Niweze kuepuka gharika zote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naomba makofi ya kiwango chako cha juu sana. Fungua sauti yako, sema amen. Nimekwambia nimezaliwa katikati ya miaka 60 na 70. Katikati hapo. Sasa utatafuta ni mwaka gani? Wewe katikati ya 60 na 70 ndio unachomoka duniani. Ilipofika mwaka 82 ilitokea duniani gharika ya ukimwi.
Ilikula watu ilipofika mwaka 90, watu walikuwa kufa ovyo ovyo. Yaani watu wanakufa. Watu walikuwa wanakufa ovyo ovyo, ukimwi ulikula mpaka watu wakaogopa. Ilikuwa ni gharika. Lakini sisi tupo tunapita tu. Unaelewa? Kwa sababu ya neema ya Bwana. Watu wanazikwa, sisi tupo tunaenda tu. Unasikia pale watu wamezikwa, sisi tunaenda tu. Unasikia kule mtu amekufa, sisi tunaenda tu. Wakati watu wanakufa, wewe uende tu kwa jina la Yesu. Wewe utembee mbele kwa jina la Yesu. Wewe upenye kwa jina la Yesu. Wewe ufanikiwe kwa jina la Yesu. Naomba unielewe, inawezekana kuna matatizo unayaona mbele yako ni magumu, ni makubwa, yanatisha. Lakini kama neema ya Mungu iko juu yako, utapita katikati ya matatizo na utagarikishwa. Piga kelele, sema leo napokea neema. Neema ya Bwana na iwe juu yangu kwa jina la Yesu. Shusha mikono. Sasa Mungu alipomwambia Nuhu alipopata neema machoni pa Bwana, nisikilize mtazamo. Baada ya kupata nini? Neema machoni pa Bwana. Baada ya kupata nini? Kilichofuata, Mungu alimwambia Nuhu, jenga safina. Ukipewa neema ya Mungu, Mungu anakupa neema pamoja na kazi. Kuna watu wanasikiza hapa. Mungu anafanyaje? Shika mkono jirani yako, mwambie Mungu anakupa neema pamoja na kazi. Mtikize kidogo, mwambie neema ya Mungu haiji bure. Unapokea neema, unapokea na kazi. Kama umeelewa sema amen. Nuhu alipata neema, hawezi kugarikishwa. Hata zama na garika. Wote watakufa lakini yeye atabaki. Ila kubaki kwake anapewa nini? Anapewa nini? Mbona uongea? Anapewa nini? Kazi yenyewe ameambiwa jenge nini? Yenye urefu mita 300. Kwa hesabu 1, 2, 3 mpaka 300 ujenge. Na akaambiwa anapojenga mita 300 iwe ghorofa 3. Unaweza kupima na wewe mita 300 afye iwe ghorofa 3. Na unajenga kwa mbao, misumari na rami unapaka, na Mungu akumpa mbao, alimpa maelekezo. Mungu anatoa nini? Maelekezo, lakini aleti material. Material unatafuta wewe. Unajua kuwa mtu wa Mungu sio lele mama. Siniangalia hapa. Kuwa mtu wa Mungu sio nini? Yaani Mungu hata unasema baba naomba niponye niwe mzima, akimaliza kukuponya anakupa kazi. Kama hutaki kazi ufe, unachagua lipi? Upone ufanye kazi au usipone ufe? Mbona sisikii majibu ya watu? Sema amen. Inua sauti sema amen. Anakuponya halafu nataka tujibu. Anakuponya halafu sema amen. Sema amen. Katikati ya miaka ya 80 kuja mpaka miaka ya 90 hapo Mungu aliniponya. Nilikuwa na afya dhaifu, afya mgogoro, Mungu akaniponya. Baada ya kuniponya akanipa kazi. Ndio hii naona nafanya leo. Niliponywa halafu mbona uongee halafu sema ukapewa kazi. Ndio maana unapiga kelele kila siku na hubiri natoa mapepo, naombea wagonjwa wanapona, wakipona wananitukana. Sawa tu. Wewe mzee, wewe unakula sadaka, sawa. Lakini najua aliyenituma. Najua kazi niliyopewa. Wengine wanazira, wengine wanasema hatuwezi, sitaki hilo kanisa. Sawa tu. Mimi najali kazi niliyopewa. Inua mikono juu. Sema Baba naomba niponye. Niko tayari kwa kazi yako. Sema kwa sauti. Sema niko tayari kwa ajili ya kazi yako. Sema niko tayari
naomba unibariki, kazi yako nitafanya. Piga vigelegele na makofi, piga makofi yako, piga mikono, piga mikono, piga mikono.